Hii ni sehemu ya kwanza kabisa katika msimu huu wa pili wa simulizi inaitwa Chanzo ni Damu Yangu. Sehemu iliyopita ilikuwa ni sehemu ya 12 katika msimu wa kwanza. Kama utakuwa unakumbuka vizuri, tulipokuwa tumeishia ilikuwa ni pale ambapo baada ya mapambano makali pale katika baa ya Mbeya Pazuri Mbeya, hatimaye Nanga pamoja na FJK walikuwa wamefanikiwa kumuulia mbali Mzimbabwe Marvin Maboa, ambaye alikuwa ni mmoja kati ya watu 5 waliokuwa wanaunda kundi hatari la Tajao. Lengo lao ilikuwa ni kuamaliza watu wote katika kundi hili la Tajao. Maswali ambayo tulibaki tunajiuliza ni kwamba je, wataweza? Na kazi inayofuata kwao ilikuwa ni kazi gani? Mtunzi wa simulizi hii anaitwa George Dacton. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea Simulizi Mixi, na hii ni sehemu ya kwanza katika msimu huu wa pili. Katika upande wa wazee wa kazi, Nanga pamoja na Mohamed Bandingo walimuhimiza Christopher akatafute daktari kwa ajili ya FJK kupata matibabu ya mkono wake ambao ulikuwa umevunjika. Christopher alikuwa mwenyeji aliyekamilika vizuri. Alimpigia simu daktari ambaye alikuwa anajua kutunza siri, na alifika mara baada ya risali moja tu. Nanga aliwasiliana na Taibu na kumweleza juu ya kukamilika kwa tukio hilo. Taibu hakutaka hata kupongeza hicho ambacho kilikuwa kimefanywa na vijana wao, lakini alikwenda moja kwa moja kwenye kazi nyingine ambayo alikuwa anataka kumpatia Nanga. Kesho Tajao wana mpango wa kufanya tukio baya kabisa la kutisha katika jiji la Dar es Salaam. Mpaka sasa sijajua wamepanga kufanya muda gani tukio hilo, lakini kwa hisia ni kwamba itakuwa ni asubuhi, na nahisi kabisa kwamba wana mpango wa kuua watoto wa shule au kuua watu sokoni ama katika mkusanyiko wote wale wa watu. Najua wazi kabisa kwamba umechoka sana kijana wangu, kwa sababu umefanya kazi ngumu sana usiku wa leo. Lakini nakuomba muda huu beba vifaa vyako na uwahi katika uwanja wa ndege uelekee Dar es Salaam. Ndege ya kwanza kabisa kuondoka alfajiri iondoke na wewe kuwapeleka Dar es Salaam mapema kabisa. Vijana wangu wanafuatilia kwa karibu taarifa ndogo ndogo ili kusudi kujua ni wapi Tajao wataelekea kulikamilisha tukio hilo. Nataka ukazuie hili lisipate kabisa kutokea. Kama tumeweza kulianzisha jambo hili kuokoa maisha ya maafisa usalama waliokuwa wanauliwa, basi halitakuwa ni jambo la maana kama kesho wananchi watapoteza maisha pia. Na mtu pekee anayeweza kuokoa damu zao ambazo hazina hatia ni wewe. Japo jeshi la polisi nimelipatia taarifa tayari, lakini sina uhakika kama wataweza kuwazuia. Vipi, niwe na matumaini juu ya hilo? Alikuwa anauliza pale swali Taibu mara baada ya kumaliza kuzungumza. Ndio Taibu, bila shaka kuwa na matumaini. Sawa, na kutakia kila laheri katika majukumu yako. Alikuwa anazungumza pale Taibu na kisha alikata simu, na huku alikuwa amempatia Nanga jukumu la kwenda kuzuia tukio la kigaidi ambalo kundi la Tajao lilikuwa limepanga kufanya asubuhi ya siku inayofuata. Nanga alikuwa na maumivu ya mgongo baada ya kuidondokea ile meza alipokumbwa na Marvin Maboa, lakini hakutaka kubaki hapa Mbeya wakati Dar es Salaam kulikuwa na kila dalili ya watu kupoteza maisha. Tukielekea tena upande wa pili huko Dar es Salaam Tanzania, kitendo cha bwana Marvin Maboa kutopokea simu katika asubuhi hiyo kilikuwa kinampatia wasiwasi mkubwa sana bwana Tabrisha Jari, ambaye ndio Tajao mwenyewe. Vijana wake wa kazi ambao walishafika kwenye kambi ya Tajao walikuwa wamejiandaa na kazi ambayo ilikuwa mbele yao, lakini yeye alibaki alikuwa anawaza ni kwa nini Mzimbabwe Marvin Maboa pamoja na mwenyeji wake huko Mbeya walikuwa hawapokei simu. Mara baada ya vijana kuwa tayari kwa ajili ya kazi, walimpatia taarifa kiongozi wao, na yeye alimalizia kwa kuvaa kizuia risasi na kisha alivaa suti na juu alivaa koti kubwa. Bahati kwake ilikuwa ni kwamba siku hiyo jiji la Dar es Salaam kulikuwa na hali ya hewa ya baridi kidogo, kwa sababu manyonyo ya mvua yalikuwa yanaanguka. Akiwa ndani ya gari aliendelea kujaribu kujua ni kitu gani ambacho kimetokea huko Mbeya mpaka Marvin Maboa hakuwa anapokea simu, kwa sababu hakuna mtu wake ambaye alikuwa Mbeya ambaye alikuwa anaokota simu zake kwa wakati huo.
Hasira zikamwongoza kumpigia simu mzee Tido. Alikuwa anajua usalama wa taifa kwa sasa walikuwa na uwanja mpana wa kufanya kazi, tofauti na vile ambavyo alikuwa chini yake. Simu ilipokelewa na sauti ya mzee Tido ilisikika kutokea upande wa pili ikimuuliza ni kitu gani ambacho alikuwa anahitaji. Nitazamie kwenye taarifa muhimu za siku ya leo. Kama kuna tukio lolote kubwa kwa usiku uliopita limetokea. Alikuwa anazungumza vile Bwana Tabrish kwa lugha nzuri kabisa kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi wakati anazungumza na mzee Tido. Basi ni kweli kabisa madaraka huwa yanawalevya watu. Na kumbe Tabri unaweza kuzungumza vizuri kabisa namna kama hiyo. Tafadhali sana mzee Tido, nisaidie kwa hilo. Hakuna tukio kubwa zaidi ya tukio la Mzimbabwe ambaye amepigwa risasi 2 za shingo na maafisa usalama wa taifa kutoka nchini kwake. Ni askari wa jeshi. Ametoroka jeshini. Sasa waliotuma kumrudisha wakaona ni heri kumrudisha mavumbini kuliko kumrudisha nchini kwa Zimbabwe. Alikuwa anazungumza vile mzee Tido kwa mbwembwe akijua afika kabisa kwamba Mzimbabwe Marvin Maboa ambaye alikuwa ameuawa huko Mbeya alikuwa ni kijana wa Bwana Tabrish. Jibu la mzee Tido lilimuuma sana Bwana Tabri. Alikunja ngome kwa nguvu mpaka mifupa ya vidole ilianza kulalamika huko kutoa sauti. Naamini kabisa kwamba muda mchache ujao utanipigia simu kwa ajili ya kuniomba msamaha. Na kwa bahati mbaya ni kwamba sintoweza kabisa kupokea simu yako. Na kutakia kazi njema. Najua wiki hii utakuwa bize sana. Bwana Tabrish na yeye alikuwa anazungumza kwa kujiamini na kisha alikata simu na safari ya kwenda kufanya tukio la mauaji ya kutisha lilikuwa linaendelea. Bwana Tabrish akiwa na vijana wake wa kundi lake la Tajao walikuwa wanakwenda katikati ya jiji la Dar es Salaam kwenda kutimiza unyama huo ambao walikuwa wamepanga. Uso wa Bwana Tabrish ulijandita hasira na hari ambayo alikuwa anahisi ndani yake ilikuwa inaonyesha wazi kabisa usoni mwake. Hiyo ilikuwa ni baada ya mazungumzo na mzee Tido ambaye alimthibitisha kwamba kijana wake mwingine Mzimbabwe Marvin Maboa alikuwa amefariki dunia huko Mbeya. Kwa sasa aliamua kwanza kufanya siri asimwambie mtu yoyote kati yao mpaka pale kazi yao ya siku hiyo itakapokamilika ndipo atatoa taarifa. Alifanya hivyo makusudi kabisa ili kusudi kutoshusha morali ya vijana wake kwenye kazi. Walikuwa na jambo zito la kufanya asubuhi ya siku hiyo. Ni kweli kabisa wana madaraka na wana nguvu ya kufanya hiki ambacho wanafanya. Lakini tambua kabisa kwamba katika hii dunia watu ambao wana maisha mafupi sana kuliko urefu walioandikiwa. Yuko binadamu aliyezaliwa kwa ajili ya kukuzuia wewe kutoumiza wanyonge kama sisi. Na ninaamini kabisa kwamba siku moja atakufikia na ataugusa mwili wako, utahisi maumivu kama ambayo tunahisi sisi. Utahisi hofu kama ambayo tunahisi sisi hivi sasa. Na hapo ndipo utakapogundua mtu kuwa kwenye kipindi kama hiki ni moja kati ya nyakati mbaya sana katika maisha ya binadamu. Mimi nipo tayari, unaweza kulifanya kile ambacho unataka. Lakini haya maneno yangu hayawezi kabisa kujirudia katika masikio yako siku huyo mtu akianza kukugusa wewe. Maneno haya yalikuwa yanapita kwenye ubongo wake Bwana Tabrish. Alikuwa anamkumbuka mmoja kati ya watu ambao walishawahi kuwafanyia unyama miaka mingi iliyopita. Kwa mbali alianza kuhisi hofu katika moyo wake. Jina la Nanga lilianza kumpatia wasiwasi. Alikuwa amesababisha kijana wake wa kwanza Kisi Gavin akamatwa na jeshi la polisi nchini Kenya. Na usiku uliopita alikuwa amemmaliza pia kijana wake wa pili Marvin Maboa huko Mbeya. Na kwa namna vile ambavyo alikuwa ameshaganyikiwa, badala ya kukuna kichwa akajikuta alikuwa na kuna goti lake. Gari ilipofunga breki ilimshtua Bwana Tabrish ambaye alikuwa amezama katika dimbwi la mawazo. Alitazama nje, aliona kwamba walikuwa wameshafika katika eneo husika. Hali ya hewa ilikuwa ni hali ya mawingu kiasi asubuhi ndani ya jiji la Dar es Salaam. Hapakuwa na fukuto la joto, hali ilikuwa shwari kabisa. Mzee Tabri alikuwa na sharubu zake na kisha akajiweka vizuri. Walikuwa wameshafika karibia kabisa na kituo kikubwa cha mabasi cha mwendokasi, kitu ambacho raia hawakauki kwa wingi wao maeneo haya. Msongamano wa watu ulikuwa ni mkubwa sana katika eneo hilo.
Wasafiri pamoja na watafutaji wengine wote walikuwepo katika eneo hilo. Hapo ndipo eneo ambalo wao walikuwa wamepanga kufanya tukio ambalo hili litakwenda kuitikisa kabisa nchi yote ya Tanzania. Kila mtu alivaa kofia nyeusi iliyokuwa na jina tajao, na kisha walipandisha vitambaa kwenye sura zao ili kusudi kujiziba wanapoenda kufanya tukio hilo basi wasionekane. Mahamudi Sailosi alitoa mchoro wa kazi na kumkabidhi Kevin Londo, ambaye na yeye pia alipeleka karatasi hiyo kwa Irene Donald. Mwanamke huyu ambaye namna alivyo na harakati ambazo alikuwa anafanya vilikuwa ni vitu vili tofauti. Alitazama hiyo karatasi kwa dakika kama 2 na kisha aliwasha kishukwambi chake na kuanza kutoa maelekezo kwa vijana ambao hawa wanatoka kwenda kutekeleza tukio hilo. Gari ambalo linabeba watu 87 ni hili hapa, la 3 kwenye foleni. W1 pamoja na W2 mnasogea mpaka hapa na kisha mnaingia kama abiria humo ndani ya hili gari. Chini ya hii siti hapa mtaweka mabegi yenu vizuri kabisa, na kisha mtatuambia sisi mkiwa tayari mmeweka mabegi yenu. Gari linapotoka tutalizuia hapa getini. Najua walinzi watasogea kuja kutushambulia, na hapo tutaongeza taharuki ya abiria walio ndani ya hilo gari. Kila mlinzi atakayesogea atapewa zawadi ya risasi za kutosha, na hilo litamchanganya dereva na abiria wake pia. Wakati huo sisi nje tukifanya hayo, nyie mtafungwa hayo mabegi na kisha kufungwa hizo chupa, na kisha mtatokea hili eneo la wazi hapa juu. Abiria hawataweza kabisa kutoka nje kwa sababu watakuwa wanaogopa kupigwa risasi. Dakika moja tu ya mtu kuvuta hii sumu hapa, basi atakufa hapo hapo. Humo kwenye gari kunakuwa na zaidi ya watu 100. Ni dakika 5 tu zinatakiwa kuwa kati ya walio ndani ya hili gari na sisi tulio nje kuweza kuondoka hapa kabisa. Sijui kila mtu ameelewa vizuri kabisa huu mpango. Irene Donald alikuwa anazungumza vile kuwauliza vijana. Watu walitikisa vichwa kuitikia kwamba walikuwa wameelewa, na huku walikuwa naweka sawa vitambaa vyao kufisha sura zao usoni. Haya, sasa nyie wawili mnakwenda kwenye gari, hamtakiwi kabisa kujifunika sura. Walinzi watawastukia mapema mkijifunika sura. Mnajua kabisa hili eneo linalindwa na wanajeshi ambao wanaishi chini ya kivuli cha kuwa ni wafanyakazi wa kampuni ya ulinzi. Lakini pia mnatakiwa kutoonyesha wasiwasi wenu pale ambapo mnaingia katika eneo hili. Akili yenu inatakiwa iwe kwenye kuyafikisha ya mabegi ndani ya gari, na hamtakiwi kabisa kuwaza kitu chochote kile. Gari tayari imeshasogea, ipo katika nafasi ya 2. Mnaweza kuenda na msionekane kama mpo katika safari moja. Narudia tena kusema kwamba akili yenu yote inatakiwa kuwa hapa. Mabegi yanatakiwa kufikishwa kwenye gari. Alikuwa anazungumza vile Irene Donald kwa msisitizo mkubwa, na mzee Tabri Shajari akatikisa kichwa, ishara ya kuongeza mkazo juu ya maagizo hayo. Ni kweli kabisa vijana wawili walivaa mabegi mgongoni na kisha kushuka kwenye gari hilo kwa kuachiana dakika 2 walivuka barabara na kuingia kwenye kituo hicho. Walikata tiketi haraka na kwenda kujipanga kwenye foleni ya kulisubiria gari la 2. Gari ambalo lilikuwa mbele lilikuwa limejaza watu, na taratibu gari husika likasogea kwenye nafasi. Abiria waliingia wakisukumana kama ilivyo kawaida ya Tanzania. Vijana wawili wa bwana Tabri Shajari tayari na wao walikuwa ndani ya gari hilo. Abiria walikuwa ni wengi sana. Gari ambalo lilikuwa na uwezo wa kubeba watu 87 lilikuwa limebeba watu 129. Wakajikuta walikuwa wamebanana sana kiasi kwamba hapakuwa na eneo la wao kuweza kusogea kwenye viti ambavyo walikuwa wameambiwa wakaweke chini mabegi yao. Gari ilianza kutoka taratibu kwenye kituo hiki cha mabasi. Sauti ya Irene Donald ilikuwa nasikika kwenye vifaa vya mawasiliano ambavyo vilikuwa katika masikio yao. Alikuwa anawauliza kama walikuwa wamefanikiwa kuweka mabegi hayo chini ya viti kama ambavyo alikuwa amewaagiza. Vijana walishindwa kabisa kujibu chochote kwa sababu tayari walikuwa wameshagundua huo mpango ulikuwa na nia ya kuondoka na maisha yao. Eneo la juu ambalo Irene Donald aliwaambiwa kwamba watatokea halikuwa na wepesi wa wao kutoka ndani ya dakika 1 kama ambavyo mpango ulikuwa nasema. Ukimya kutokea upande huo uliwapatia wasiwasi waliokuwa ndani ya gari. Mahamudi Silas pamoja na Kevin Londo waliweka sawa bunduki zao, na kisha kiongozi alitoa ishara ya kwamba wanatakiwa kutoka kulizuia hilo gari ambalo sasa lilikuwa getini. Walipandisha vitambaa vyao usoni na kisha mlango wa gari ulifunguliwa. Kwa kasi walishuka wakiwa na silaha mikononi.
Mahmudi Silas alirusha kifaa maalum kikanasa mbele ya gari na kisha kwa ukali akauliza kwa walio ndani kama wamefanya kama ambavyo alikuwa ameagizwa, yani kuweka yale mabegi yenye sumu chini ya viti vya basi. Lakini bado hapakuwa kabisa na majibu kutoka upande wa pili, na hiyo ilikuwa ni ishara wazi kabisa kwamba walio ndani walikuwa wamegoma kuingia katika mtego ambao ungepita na maisha yao. Dereva akarudisha gari ndani kwa kasi. Walinzi walishika silaha zao na kusogea kuwazuia watu ambao walikuwa nakuja mbele ya geti. Walinzi hawakuwa na bahati mbele ya Mahmudi Silas pamoja na Kevin Ilondo, makomando hawa wawili waliokuwa na uwezo mkubwa, kwa sababu waliwafuata walinzi, na ndani ya dakika 3 tu za kurushiana risasi, walinzi 7 waliokuwa na silaha kwenye kituo hiki cha mabasi wote walikuwa wamelala chini na miili yao ilikuwa inavuja damu. Heka zilikuwa ni kwa abiria na wafanyakazi wa eneo hilo, wote walikuwa nakimbia tu hovyo. Mahmudi Silas pamoja na Kevin Ilondo waliwaacha watu hao wakikimbia mpaka kituo hicho kikabaki kimya. Tukio hilo lilikuwa ni tukio baya na la kuogopesha sana kwa watu waliokuwa ndani ya gari. Waligundua wazi kabisa kwamba kiama hicho kilikuwa ni cha kwao tu na wala sio mtu mwingine. Dereva alikuwa ameshalifikisha gari ukutani. Hakuwa na sehemu anaweza kupiga kona ama kwenda popote. Alijaribu kufungua milango ili kusudi watu watoke wakimbie, lakini alishindwa kabisa kutokana na kifaa kilichokuwa kimepachikwa mbele ya gari hilo. Abiria waoga walianza kulia na kupiga kelele za kuomba msaada. Wengine walimwambia dereva aendeshe gari kwa kasi. Dereva jasho lilikuwa linamtoka mpaka mikono ilikuwa imelowana. Mbele ya gari walikuwa wanakuja watu wawili. Mwarabu mrefu aliyevaa mavazi ya kikomando ya rangi nyeusi na kofia yake ilikuwa inasomeka Tajao, na kando ya Mwarabu huyo alikuwa amesimama mwanaume mmoja mweusi mrefu na alikuwa na mwili mpana pia. Mikononi alikuwa na bunduki ambayo ilikuwa imetumika kuwadondosha walinzi. Abiria ambao walikuwa kwenye gari waliogopa hata kuwatazama hawa watu wawili, na haikujulikana kabisa walikuwa wamekuja kufanya kitu gani hapa na walikuwa na nia gani na watu hao ambao walikuwa kwenye gari. Wakiwa wanazidi kuwashangaa tu wawili hawa, walikuja vijana 4 ambao na wao walivaa sare na huku walikuwa na silaha mikononi. Mahmudi Silas aliwapatia ishara waende kwenye ubavu wa gari hilo. Dereva alikuwa ameshagundua watu hao walikuwa wanataka kuwashambulia watu. Alikanyaga mafuta gari liende mbele. Gari ilipiga kelele kuonyesha mfumo ulikuwa umedhibitiwa na kifaa. Halikuwa linaweza kabisa kwenda mbele. Mahmudi Silas alitoa amri kwamba vijana hao wamimine risasi bila huruma wala kuwa na moyo wa binadamu. Ni kweli kabisa, vijana hao walianza kumimina risasi. Kazi ikiwa imeanza, tairi za gari zikifunga breki kwa kulazimishwa zilikuwa zinasikika masikioni kwa Mahmudi Silas pamoja na Kevin Ilondo. Gari ndogo nyeusi ilionekana ilikuwa inaingia ndani ya kituo hiki cha mabasi kwa kasi. Mlango ulifunguliwa na mtu alichomoka ghafla na kutua kwenye barabara. Gari ilikwenda kwa kasi upande ambao walikuwa wamesimama Mahmudi Silas pamoja na Kevin Ilondo. Ilibidi sasa walikwepe kwanza hilo gari na kisha watazame kama mtu aliyeruka kwenye gari alikuwa ni mzima. Gari ilipita kwa kasi kabisa na kisha kwenda kugongana uso kwa uso na ile basi ya mwendo kasi. Kishindo kilisikika na uliofuata hapo ulikuwa ni moshi mzito ambao ulitoka ndani ya gari hilo. Haukuwa ni moshi wa kawaida. Ilikuwa ni ishara ya kuleta giza kwenye eneo hilo. Mahmudi Silas pamoja na Kevin Ilondo walitazama eneo hilo ambalo yule mtu alikuwa amejitupa, ambaye alikuwa amekuja na gari dogo jeusi, lakini hawakumuona. Na hiyo ilikuwa ni ishara ya hatari kwao. Mtu kama ameweza kuruka kwenye gari hilo na akaweza kuinuka kabla ya kuanguka kwake, basi hiyo ilikuwa ni ishara kwamba huyo mtu hakuwa ni mtu wa kawaida. Moshi ulikuwa unazidi kuenea kwenye eneo hilo. Mahmudi Silas, Kevin Ilondo pamoja na vijana wao 4 walikuwa wanalindana kwa kutazama huku na huku na huku, walikuwa memezwa na huo moshi mweusi. Sauti ya mvunjiko wa shingo ya mtu iliwafanya kugeuka kwa kasi na kushambulia upande ambapo hiyo sauti ilikuwa imetokea. Walipojitazama wakajikuta walikuwa wamebaki 5. Kwa pamoja walipiga risasi nyingi ule upande, lakini hakukuwa na mtu yoyote. Kutokea nyuma yao ghafla mwili wa mtu ulidondoka chini na wote waliweza kuliona buti la mtu huyo. Mahmudi Silas alitoa amri warejee kwenye gari haraka. Alihesabia 1 mpaka 3 na kisha walianza kukimbia kutoka kwenye eneo hilo ambalo lilikuwa na moshi mzito
wakielekea kwenye geti kuu la kutokea nje kabisa ya kituo hiki. Wakiwa wanaendelea tu kukimbia kwa kasi, kijana mwingine alidondoka chini mzima mzima, na kutokana na kasi yake aliburuzika mpaka wenzake waliweza kumwona, lakini hawakuwa na muda wa kumwokota. Kipaumbele ilikuwa ni kutoka kabisa nje ya kituo hiki cha mabasi wakiwa salama. Kijana ambaye alikuwa mbele alipigwa risasi ya kwenye goti na kujikuta alikuwa anadondoka vibaya. Mahmudi Silas aligundua kadiri vile ambavyo alikuwa anatoka nje ya kituo hicho, ndivyo alikuwa anazidi kumfuata mdunguaji kule ambako alikuwepo. Akawa wa kwanza kufunga breki za miguu yake. Vijana nao walisimama, na sasa ilikuwa ni kutafuta eneo ambalo wanaweza kujificha mtu huyu asiwamalize kwa risasi kama ambavyo alikuwa anafanya. Mahmudi Silas aliingia katika upande wa kulia kwenye vioo vya kituo hiki cha mabasi. Kevin Londo pamoja na kijana mmoja walijificha katika upande wa kulia kwenye ofisi za kukatia tiketi. Kijana aliyepigwa risasi kwenye goti na kudondoka chini alikuwa anajivuta kusogea pembeni. Akapigwa risasi nyingine kwenye kiuno iliyomfanya atulie pale pale. Wenzake wote walimuona namna vile ambavyo alikuwa anataabika pale chini. Mahmudi Silas alipiga hesabu za haraka haraka na kuona kitu pekee cha kuwaokoa hapo lilikuwa ni gari lao kuingia ndani, la sivyo wote wanaweza kufa kabla hawajalifikia geti kuu. Irene, leteni gari ndani mara moja. Kuna mdunguaji tayari ameshaua vijana wetu 3. Na sisi tumeshindwa kabisa kulifikia geti. Leteni gari ndani tafadhali. Mahmudi Silas alikuwa anazungumza baada kuwastua waliokuwa kwenye gari. Wao walikuwa wanajua kwamba ndani ya kituo hiki kila kitu kilikuwa kinakwenda vizuri kama ambavyo alikuwa amepanga. Lakini kumbe mambo yalishavurugika muda mrefu, na sasa walikuwa katika hatari kubwa. Mzee Tabri Jashari alimpiga kofi zito dereva na kumwambia apeleke gari ndani haraka. Dereva alitii maagizo hayo. Aliwasha gari na kisha kuingia ndani ya kituo hiki cha mabasi kwa kasi. Mdunguaji alifyatua risasi iliyolenga kumshambulia dereva wa gari hili, lakini risasi hiyo ilishia kwenye kioo kizito cha gari hilo. Ilikuwa inaonyesha wazi kabisa kwamba gari hili vioo vyake vilikuwa na uwezo wa kuzuia risasi isiingie ndani. Mpo wapi jamani, mpo wapi? Sauti ya Mzee Tabri Shajari ilisikika kwa ukali ikiwa nauliza vile, wakati gari hilo lilikuwa linakwenda kwa kasi upande ambao kulikuwa na lile basi. Mahmudi Silas pamoja na Kevin Londo wote waliitikia gari lisimame. Gari ikasimama pale pale na kisha mlango ulifunguliwa. Kwa kasi waliingia ndani ya gari hilo. Dereva alikuwa anataka kugeuza gari, lakini ghafla mbele yao alitokea mwanaume akaokota bunduki ya kijana wao na kuanza kuwamiminia risasi. Kama gari hilo lingekuwa la kawaida, basi huo ndio ungekuwa ni mwisho wa maisha yake Mzee Tabri Shajari, ambaye alikuwa amekaa mbele kando tu ya dereva. Lakini sasa risasi zote ambazo alikuwa amepiga huyo mwanaume na zile ambazo zilikuwa zinatupwa na mdunguaji ziliishia nje ya gari hilo kwa kuviponda ponda vioo na kulibonyeza bodi la gari. Risasi hazikufika kabisa ndani ya gari. Mbele yao alikuwepo mtu mzima Nanga, ambaye ndio alikuwa anashambulia kwa risasi, na huku alikuwa analifuata gari hilo ambalo dereva alikuwa anarudisha nyuma kwa kasi. Dereva alikuwa na uwezo mkubwa sana. Alitoka nje ya kituo hiki na kurejea kinyume nyume. Mara baada ya hapo aliondoka kwa kasi ya ajabu, na alimwacha Nanga alikuwa anaipiga chini bunduki kwa hasira mara baada ya kuwakosa hawa watu. Hii ndiyo ilikuwa ni mara ya kwanza kabisa kwake Nanga kukutana uso kwa uso na Mzee Tabri Shajari aliyonyejeka katika uwanja wa mapambano kama hivi. Kumkosa na kumwona akiwa anaondoka mbele ya macho yake kilikuwa ni kitendo ambacho kilimpandisha hasira kubwa mno. Nanga alipiga kelele kwa hasira, na huku alikuwa anapiga magoti na kufunika uso wake kwa viganja. Aliumia sana katika moyo wake kuchelewa kufika katika eneo hilo. Aliumia sana katika moyo wake kukuta watu wengi tayari walikuwa wamekufa na wauaji walikuwa wamefanikiwa kutoroka. Ni kama tu ambavyo Mzee Tabri Shajari alivyopanga itokee, na ni kweli kabisa ilitokea. Jiji lote la Dar es Salaam lilikuwa limeingiwa na ubaridi mkubwa sana uliotokana na tukio la mauaji ya kutisha ambalo lilikuwa limetokea katika kituo kikubwa cha mabasi ya mwendokasi. Watu 36 walipigwa risasi na kupoteza maisha wakiwa ndani ya basi ambalo lilikuwa na abiria 129.
Dereva wa gari hilo alikuwa amechanganyikiwa. Kile ambacho kilikuwa kimetokea mbele ya macho yake kilichanganya mno akili yake, ikashindwa kabisa kukaa sawa. Vilio vilikuwa vinasikika kila kona ya jiji la Dar es Salaam, na kila pale ambapo ilikuwa nafika taarifa ya msiba ilikuwa ni simanzi, majonzi pamoja na vilio. Walinzi 7 ambao walikuwa ni askari wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania wote walikuwa wamepoteza maisha kwenye majibizano yao ya risasi dhidi ya watu wawili hatari. Wauaji hao wawili walipoteza maisha pale pale na mmoja alikuwa tabani. Na hiyo ilikuwa ni baada ya kazi nzuri kabisa ya Nanga pamoja na Mohamed Mandingo ambao waliingia kwenye kituo hicho kama mashujaa pekee. Licha ya taarifa za msiba huu mzito wa taifa kusambaa kwa kasi ya moto wa kifuu, lakini pia picha pamoja na video za Nanga zilisambaa kwa kasi na kuanza kushinda umaarufu wa tukio hilo baya. Huyu jamaa kusema kweli kabisa atakuwa sio Mtanzania. Nchi yetu sidhani kabisa kama inaweza kuwa na komando mahiri kama huyu. Huyu jamaa tengwe yani. Kaingia katika eneo ambalo hata wanajeshi wetu wameshindwa kabisa kuingia. Na hawa ndio wanaume sasa. Sio mwanaume anakoromewa mpaka na mke wake. Mwanamume kama huyu ukiwa naye ndani, huku nje wanaume wote wanawaona wakina Ashura tu. Natambua uwepo wa vikosi kazi vya maana katika majeshi yetu, lakini kusema kweli kabisa huyu jamaa ni kiboko. Yani katika majanga kama haya hawa watu ndio wanatakiwa. Na mwalimu wa huyu jamaa aongezewe kabisa mshahara, na kisha atuletee watu wengine wengi kama yeye. Na kikosi ambacho anatoka huyu jamaa kiongezewe ngazi. Leo amekiheshimisha sana kusema kweli. Kuokoa maisha ya zaidi ya watu 80 ni kazi yake na Superman, lakini yeye kaifanya katika maisha halisi kabisa. Huyu ni shujaa halisi kabisa kwa taifa letu. Hayo yalikuwa ni maoni ya watu mbalimbali ambayo yalikuwa yanabishana katika mitandao ya kijamii. Ilikuwa ni siku nzito sana kwa watu wa Dar es Salaam, iliyojaa hisia mchanganyiko. Hisia za msiba mzito pamoja na hisia za kumuona shujaa wa kweli kabisa katika maisha ya kawaida. Nanga hakuwepo katika eneo la tukio, lakini wale waliokuwa na moyo wa ujasiri ambao walitoa simu na kurekodi matukio yaliyotokea ndani ya kituo hicho walimpatia Nanga umaarufu mkubwa sana. Bahati mbaya sana hakujulikana hata jina. Walibaki walikuwa namuita jamaa ama mwamba tu basi. Tukielekea tena upande wa pili, binti Adelina alikuwa na simu yake mkononi akiwa anazunguka mitandaoni. Ghafla alikutana na video ambayo ilikuwa inamuonyesha kakake Nanga alikuwa anajirusha kutokea kwenye gari ambalo lilikuwa kasi sana. Mwili wake Adelina ulimsisimka sana kuona tukio hilo la ndugu yake wa pekee. Hata sahani ambayo alikuwa ameshikilia katika mkono wake wa kushoto ilimponyeka na kuanguka chini, ikavunjika vipande vipande. Black Paka ambaye alikuwa sebuleni aliposikia sauti ya mvunjiko wa sahani, alikimbilia kwenda jikoni kule ambako Adelina alikuwepo. Alimkuta binti huyo alikuwa anaokota vipande vya sahani hiyo, na huku alikuwa anajifuta machozi. Simu yake ilikuwa kando, na kile ambacho kilikuwa kinaonekana kwenye kioo cha simu ilikuwa ni video ambayo ilikuwa inamuonyesha Nanga akiwa anachomoka kwenye gari na kisha kujiviringisha chini mfano wa tairi ambalo lilikuwa linachomoka kwenye gari. Black Paka alichuchuma na kisha kuanza kumsaidia kuokota vipande vya sahani ambayo ilikuwa imevunjika. Unajua kitu kuhusu kaka zetu wa Kiafrika? Ni kwamba ni wanaume ambao wamezaliwa wakiwa tayari wana mioyo ya baba zetu. Kaka zetu wa Kiafrika huwa wanachelewa kufanikiwa kutokana na kwamba wanaamini sisi wadogo zao, hasa wa kike, tunatakiwa kunufaika na kile ambacho kinachopatikana kutokana na jasho lao. Kaka yangu alifanya kazi ngumu sana za kubeba zege kwenye maeneo ya ujenzi, na mara zote ambazo nilikuwa namuona akirejea nyumbani usiku alikuwa amechoka sana, na uso wake ulikuwa unaonekana wazi kabisa kwamba ulikuwa unajikunja kunja kwa siku nzima. Unajua ni kitu gani ambacho kilikuwa kinatokea alipokuwa anatupatia pesa ya kwenda kununua chakula? Alikuwa anatoa pesa na huku akiwa anatabasamu, pesa ambazo amezipata kwa kuchosha mwili wake siku nzima. Alikuwa akituona tumeshiba, basi alikuwa na furaha sana.
Kaka yangu anaweza kusema kwamba alikuwa ni kama baba yangu ambaye alichagua kuishi na mimi akiwa amenizidi miaka michache. Na alielewa vizuri kabisa chozi lako, kwa sababu hata mimi nilikuwa kichaa mara baada ya kumpoteza kaka yangu. Mara zote ambazo nimekuwa nikimkumbuka kaka yangu, nimebaki kutoka machozi tu basi. Kwa hivyo tuombe kaka yako abaki kuwa hai, ili kusudi awe kaka yetu sote pamoja. Alikuwa anazungumza vile maneno mazito kabisa Black Paka, ambayo yalimuingia sana Adelina. Mkasa wa Adelina na kaka yake ni kama tu ulivyomkuta Black Paka na kaka yake pia. Ilikuwa ni hivyo vile vile. Hata Adelina kaka yake alikuwa anaishi naye kama baba yake. Kusema ukweli kabisa, nahisi kama sikustahili kuiona hii video. Moyo wangu umeshtuka sana mara baada ya kuona. Alikuwa anazungumza vile Adelina na huku alikuwa anajifuta machozi. Ni kweli kabisa kama ambavyo anazungumza Adelina. Hakuna mtu atakayeelewa chozi lako mpaka pale atakaposimama kwenye viatu vyako. Hivyo ndio kusema kwamba hakuna namna kakaangu anaweza kuachana kabisa na hii kazi. Kwa sisi kuacha kazi kama hii ni maamuzi ya taasisi na sio maamuzi ya mtu binafsi. Na kama itatokea mtu akalazimisha kuacha kazi, basi atateseka sana. Kwa ni bora mtu akasubiria tu mpaka pale taasisi itakapoamua kumpumzisha, ndipo atapumzika kazi. Kwa sasa unataka kusema kwamba hakuna siku kwenye hii dunia ambayo kaka yangu anaweza kuwa huru? Hapana, haina maana kama hiyo. Kwa sababu kiongozi alisema kwamba Nanga akishamaliza hii kazi, basi ataruhusiwa kuwa huru. Alikuwa anazungumza vile Black Paka, na wakati anamaliza kujibu swali hili la Adelina, pale pale walisikia mlango ulikuwa unagongwa kwa nguvu. Akampatia ishara Adelina, akajifisha haraka ndani. Black Paka alielekea mpaka sebuleni na kisha kupeleka mkono wake chini ya meza kuchukua bastora ambayo ilikuwa imefichwa hapo. Alisogea dirishani kwa kunyata na kisha alifunua pazia kidogo ili kusudi kuona nje ni nani ambaye alikuwa anagonga mlango. Macho yake yalitoa kwa mlinzi wa mzee Tido ambaye alikuwa ameliegemea gari la mzee huyo. Black Paka alishusha pumzi na kisha akarejesha bastora chini ya meza pale ambapo alikuwa amechukua. Akajiweka vizuri na kisha akasogea na kufungua mlango. Vipi, mbona umechukua muda mrefu sana kufungua mlango? Hilo ndilo lilikuwa ni swali la kwanza kabisa la mzee Tido kumwelekezea Black Paka, ambaye alimpisha mzee huyu aingie ndani. Nimesimama mlangoni zaidi ya dakika 3. Unaona kwamba ni sawa? Ni kweli kabisa nimekosea mkuu, lakini usalama ndio kilikuwa ni kitu cha kwanza kabisa ambacho natakiwa kuzingatia. Naomba nisamehe sana mkuu. Unazungumzia usalama wa huyu uliye naye ndani. Vipi kama mimi ningekuwa nataka msaada wa haraka niko nje? Mzee Tido alikuwa anazidi kuuliza vile maswali. Black Paka alishagundua mzee huyu alikuwa amekuja na hasira zake. Kwa hivyo aliamua kukaa kimya na kumwacha mzee huyu azungumze, na atakapomaliza basi atatulia mwenyewe. Mzee Tido aliendelea kufoka tu, na huku alikuwa na mlaumu Black Paka kwamba yeye ndio chanzo cha maficho yao ya mwanzo kujulikana na kundi la mzee Tajao. Mzee Tido alipoona binti huyu alikuwa mjibu chochote, alitoa kitambaa na kisha kujifuta jasho. Na huyo binti yuko wapi? Mzee Tido alikuwa anauliza vile swali kwa sauti ya ukali, na huku alikuwa anazunguka pale sebuleni. Black Paka alijibu kwa sauti ya chini, na huku alikuwa anaonyesha kwa kidole kilipo chumba ambacho Adelina alikuwa amejificha. Nafikiri kwamba umeona vizuri kabisa ni kitu gani ambacho Nanga amefanya siku ya leo. Nimeona mkuu, na hongera sana. Kijana amepata sifa nyingi sana ambazo naweza kusema kwamba anastahili. Sifa anapata peke yake ndio, lakini kuna timu kubwa sana ya watu iko nyuma yake. Kwa hivyo sione kabisa kama zile sifa zote zinamfanya yeye peke yake. Lakini sisi tunamtambua yeye kwa sasa. Nimekuja hapa kukuambia kwamba mtoto hutakiwi kabisa kumkabidhi kwa Nanga mpaka pale atakapokuwa amekuja kwangu kunidhibitishia kazi kwamba imekwisha.
Lakini kiongozi, unajua kabisa kwamba hayo sio makubaliano yangu mimi na Nanga. Nanga alikuwa anahitaji mimi nimlinde huyu mtoto ili kusudi yeye afanye kazi kwa uhuru, na atakapomaliza kazi atakuja kuniuliza mdogo wake yuko wapi, na mimi natakiwa kumkabidhi. Kwa sasa unataka kumsikiliza Nanga ama kunisikiliza mimi? Samahani sana kiongozi, siwezi kabisa kumshikilia huyu mtoto kama mateka kwa kaka yake. Nanga atakapomaliza kazi atakuja na mimi nitamkabidhi mdogo wake. Nanga anataka kuniua mimi. Mzee Tido alikuwa anazungumza vile na kumfanya Black Paka kukaa kimya kwa dakika moja. Ilikuwa ni kauli ya ajabu zaidi kutokea kwa kiongozi wake. Nanga huyo ambaye anasema kwamba anataka kumuua ndio Nanga huyo huyo ambaye dunia inamfahamu kama kijana wake. Ni kwa nini sasa Nanga ataki kukuua bosi? Nanga anajua kwamba mimi najua siri yake ya kuuza dawa za kulevya ambazo mwanzo alisema kwamba amezichoma moto. Siri hiyo tu ama kuna nyingine? Siri hiyo ni kubwa sana, kwa sababu inaweza kumfanya akapoteza kila kitu katika maisha yake. Sasa kama ni hivyo, Nanga yeye anajua siri zako ngapi mzee? Black Paka alikuwa anamuuliza vile swali mzee Tido, ambaye akajikuta alikuwa anakaa kimya. Lilikuwa ni swali zito ambalo alikuwa ametwishwa mtu mzima. Niambia mzee, Nanga yeye ni siri zako ngapi ambazo anazijua mpaka sasa? Kwa sababu wewe ukifungua kinywa chako yeye atapoteza kila kitu, lakini yeye akifungua kinywa chake wewe hautabaki kabisa hapa duniani. Ni kwa nini usimvumilie? Hiyo roho ambayo imekuvaa unaitwa wapi? Alikuwa anazungumza vile Black Paka akiwa anazidi kumpatia somo mzee Tido, ambaye roho yake ilikuwa inaonekana kuendeshwa na chuki dhidi ya Nanga. Black Paka alimwambia mengi sana mzee huyo, ambaye alijikuta alikuwa nakubali kwamba alikuwa amekosea kwa maneno ambayo alikuwa amezungumza mwanzo. Aliaga na kisha kuondoka kwenye nyumba hiyo akiwa kichwa chini. Black Paka alimuonyesha mambo yote ambayo chuki ilimfanya asiyaone kwa macho. Tukielekea tena huko upande wa pili, katika maficho ya mzee Tabrishajari na kundi lake, bado walikuwa katika taharuki ya kile ambacho kilikuwa kimetokea kule kwenye kituo kikubwa cha mabasi ya mwendokasi. Taswira ya sura ya Nanga akiwa ameshika bunduki na huku akiwa anashambulia gari lao ilikuwa nazidi kujirejea katika kila kichwa cha mmoja wao hapa ndani. Ni masaa mawili yalikuwa yameshapita mpaka sasa, lakini hakuna hata mtu mmoja ambaye alikuwa anamsemesha mwenzake. Wote walikuwa wanapishana tu na kila mtu alikuwa anajaribu kupunguza mawazo yake kwenye namna ambayo itamsaidia. Mahmudi Sailasi alikuwa nyuma ya nyumba katika eneo ambalo lilikuwa na bwawa la kuogelea. Sigara kubwa ilikuwa katika pajama zake akiwa anaivuta moshi ndani na kupuliza juu kwa pupa zake. Bwana Tabrishajari yeye alisogea kwenye eneo hilo na huku alikuwa na kikombe cha kahawa katika mkono wake. Wawili hawa walisimama kando ya hili bwawa la kuogelea na huku alikuwa anatazama mawingu ambayo yalikuwa yanajikusanya taratibu mchana huu wa leo. Tunatakiwa kumuua kabisa yule mtoto. Mzee Tabrishajari alikuwa anazungumza vile na huku alikuwa anapeleka kikombe cha kahawa mdomoni na kunywa taratibu. Lakini kwa ukubwa wa nyavu zetu hatutakiwi kabisa kuvua samaki wadogo kama yule. Mara baada ya kumaliza tukio la leo, tunatakiwa kuvua samaki mkubwa zaidi. Ni kweli kabisa kama ambavyo wanazungumza, na wewe Mwarabu una akili sana. Lakini ule sio samaki mdogo kama ambavyo unamtazama. Wavuvi wana msemo wao kwamba papa ni papa, hakuna papa mdogo. Na hii ni heshima kubwa sana kwa simba huyo wa bahari. Lakini kwa hapa tulipofikia, unajua yule kijana ndio mtu aliyemkamatisha Kisii Gavin kwa jeshi la polisi huko Kenya. Na ndio huyo aliyemmaliza Marvin Mabua huko Mbeya usiku wa jana. Na leo alikuwa pale kwa ajili ya kuzuia tukio letu ambalo tulikuwa tumepanga kulifanya lisikamilike kwa 100%. Kawamaliza vijana wetu watatu.
na bila kuwa na lile gari ambalo halipitishi risasi, basi hata nyinyi pia mlikuwa hamna nafasi ya kuchomoka dhidi yake. Je, bado unafikiria kwamba yule ni samaki mdogo kama ambavyo unazungumza? Mzee Tabri Shajari Onyejeka alikuwa anampatia taarifa Mahmudi Sailasi ambazo zilimshtua sana. Hakuwa anajua kabisa kwamba eti Marufini Maboa alikuwa ameuliwa usiku wa kuamkia siku hiyo, na mtu aliyemuua Marufini Maboa eti ndio yule ambaye walikuwa wamemkimbia pale stendi mara baada ya kumwogopa mdungwaji ambaye hawakujua kabisa alikuwa amekaa wapi. Mahmudi Sailasi alizima sigara yake aliyokuwa anavuta kwanza. Alikuwa anahitaji kusikia hizo taarifa kwa makini zaidi. Kwa sasa yule kijana ndiyo adui yetu nambari 1 kwa sasa. Na hivi sasa litaongezeka jeshi la wananchi kwa sababu tumeua wanajeshi 7 leo. Lakini kwa jeshi mimi siwezi kuhofia sana kama yule mtoto. Na hisia zinaniambia kwamba yule mtoto ni nusu jini nusu binadamu. Sio mtu wa kawaida kabisa kupambana naye. Ni kweli kabisa mzee, yule sio binadamu wa kawaida. Na nilihisi hivyo wakati nipo kwenye ile gari ambalo lilikuwa kasi, na kisha ndani ya sekunde 3 akawa amepotea. Tunatakiwa kumuua haraka sana, la sivyo atatuua sisi wote yeye. Na hapo ametokea Sudani. Basi kama na hivyo kummaliza haitakuwa ni kazi rahisi kabisa, lakini tunatakiwa kujaribu. Kitu kimoja tu ambacho nahisi ni kwamba tayari tuko nyuma ya muda. Alikuwa anazungumza pale Mahmudi Sailasi, na huku alikuwa anaonekana kufikiria jambo. Ni wakati huu sasa kundi la Tajao liliamua kumtazama Nanga kama adui yao nambari 1 kabisa. Mzee Tabri Shajari pamoja na kundi lote la vijana wake walikaa ndani kwa ajili ya kujadili ni namna gani watamtega Nanga na watafanikiwa kumuua, kwa sababu ilikuwa inaonyesha wazi kabisa kwamba Nanga ndio alikuwa ni adui yao nambari 1. Kutokana na rekodi ya Nanga kwa mambo yote ambayo tayari alikuwa ameshayafanya, walikuwa wanamtazama kama mpinzani mgumu zaidi na hatari wa kundi lao. Walikuwa wanamtazama kama mpinzani mgumu na mtu hatari kwa kundi lao la Tajao. Mara mwisho Nanga ameonekana katika soko kuu la Dar es Salaam. Kwa tunaweza kuanzia hapo. Na anaongozana na mtu ambaye anavaa sana sura za bandia, lakini sura yake halisi ni hiyo hapo kama ambavyo nyote mnaiona. Nimejaribu sana kutafuta sura halisi ya huyo mtu akiwa hajaungua, lakini yote imeshindikana. Kwa hili kovu ambalo yuko nalo, nafikiri kwamba huyu mtu aliungua kwenye mlipuko wa bomu. Ana alama za vyuma usoni mwake. Mimi napata mawazo ya namna kama hiyo. Alikuwa anazungumza pale Irene Donadi, na huku alikuwa anawaonyesha gari ambalo Nanga alionekana alikuwa anaendesha kwa mara ya kwanza na mara ya mwisho, lakini pia aliwaonyesha mtu ambaye Nanga alikuwa anaongozana naye kila sehemu ambayo alikuwa anaelekea, na mtu huyo sisi tunamjua ni Franklin maarufu kama FJK. Kundi letu kutoka limempoteza Kisi Gavini ambaye amekamatwa na jeshi la polisi nchini Kenya. Hivi sasa naona wazi kabisa kwamba tunakwenda kama vipofu tu. Tunashindwa kabisa hata kujua kwamba huyu ni nani. Sasa tunafanya vipi kazi dhidi ya watu tusiowajua hata majina yao? Usalama wetu uko wapi sasa hapa jamani? Kevin Londo alikuwa anazungumza vile na kuwafanya wote kumtazama yeye. Mzee Tabri Shajari alisogea na kisha alimpiga kofi usoni kijana huyo. Huu sio muda wa kuleta hizo mada hapa Kevin. Kile ambacho unatakiwa ni kuheshimu muda wetu na uheshimu juhudi za wenzako. Irene anafanya kazi kubwa sana, ikiwa ni sehemu ya faida chache ambazo tunaweza kuzipata kwake. Namshukuru sana kwa hilo, kwa sababu tungepata tabu mara 100 zaidi kama Irene asingeweza kufanya hili. Tumeshindwa kumlinda Kisi Gavini mpaka amekamatwa na jeshi la polisi. Basi tunapaswa kumtunza Irene Donadi na tumtie moyo pale ambapo anapiga hatua fulani kwenda mbele. Sijui kila mtu amenielewa kile ambacho nazungumza hapa. Mzee Tabri Shajari alikuwa anazungumza kwa sauti ya ukali kukemea kauli mbovu kutokea kwa Kevin Londo
dhidi ya Irene Donald. Kevin Londo aliamua kuwa mpole. Kiongozi mkuu alikuwa ameshatoa amri kile ambacho alikuwa anafanya mtoto wa kike kiheshimiwe, kwa sababu kilikuwa kinawasaidia wao kama kundi. Na katika soko hili ameingia kwenye maduka kadhaa, ila kuna duka moja ametumia muda mrefu sana hapo. Ni duka la viatu linaitwa Abbas. Humu inaonyesha kwamba amekaa zaidi ya lisaa lizima. Na hizi picha hapa zinaonyesha alikuwa anazungumza na simu. Kwa hivyo ni wazi kabisa kwamba alikuwa anazunguka katika duka hili akifanya mazungumzo na mtu. Alikuwa anazungumza vile Irene Donald. Juhudi zote zinatakiwa kufanyika ili kusudi huyo mtu apatikane mara moja na kisha tummalize. Wacha kwanza nifanye jambo. Mzee Tabri Jashari alikuwa anazungumza vile, na huku alikuwa anatoka nje ya chumba hicho. Alitoa simu yake na kumpigia mzee Tido kama ambavyo ilikuwa kawaida ya mzee huyo. Alipokea simu ya swaiba wake wa miaka mingi. Umeona kitu ambacho nimefanya leo? Mzee Tabri Jashari alikuwa anauliza pale swali kwa mbwembwe na mikogo. Upande wa pili uliangua kicheko na kumwacha mzee Tabri akiwa amenyong'onyea. Nimeona pia namna ambavyo mmetolewa nduki pale na bwana mdogo. Kwa sasa unafurahia, si ndio? Kwa nini nisifurahia mzee Tabri? Ni kitu gani kinakupatia furaha? Ni kwa sababu sioni kitu ambacho kitaninyima furaha katika tukio hilo. Una akili timamu kweli mzee Tido wewe? Unaniuliza maswali kama vile unataka kunipatia ajira. Hivyo najua kwamba kama mimi nitakamatwa na wewe utakamatwa, na huo ndio utakuwa ni mwisho wa maisha yetu sote. Unajiongopea sana mzee Tabri. Sijiongopei mzee Tido. Kumbuka kwamba vijana walikuwa natoka kwenye taasisi yako, na wewe ndiye ambaye ulikuwa nawapangia maeneo ya kwenda. Kwa hivyo mimi na wewe tumeshirikiana katika mauaji ya hao vijana kwa 50% kwa 50. Nitakapokamatwa mimi na wewe pia utakamatwa, na wote tutauawa. Naona mambo yameanza kuwa magumu kwako mzee Tabri. Umeanza kumtafuta mtu wa kufa naye, sio? Sio, nimeanza kumtafuta mtu wa kufa naye. Mchuma janga hula na wakwao. Mimi na wewe huwezi kabisa kututenganisha katika hili. Kama ofisi mpya zimekupatia upofu, basi mimi nitakuonyesha vitu vyote ambavyo unashindwa kuviona mzee Tido. Mimi nafikiri kwamba ungeendelea tu kupambana na hali yako mzee Tabri, na mimi nitapambana tu na hali yangu basi. Sikiliza Tido. Hapa nimekupigia simu. Nataka kujua ni wapi alipo yule kijana. Kwa sasa unahisi kabisa kwamba naweza nikakuambia, sio? Tido, labda pengine huo ni sababu ya kuniambia, kwa sababu unamwona yule kijana kama mtoto wako. Lakini nakueleza ukweli kabisa kwamba yule mtoto ni hatari kwangu na kwako pia. Atakapomalizana tu na mimi, lazima atamia kwako. Wewe nieleze tu yuko wapi kwa sasa, na hapo utakuwa umeshamaliza. Mimi nina mpango wa kuondoka kabisa hapa nchini Tanzania. Niliyoyafanya mpaka sasa yanatosha. Siwezi kuendelea kuwaumiza wananchi wa nchi yangu zaidi ya hapa. Mimi pia nina moyo, na ambao wanaumia ni ndugu zangu pia bwana Tido. Kufanya uniambie alipo yule mtoto ni wapi. Nitakapomaliza na naye nitaondoka hapa nchini mara moja. Tido, yule mtoto akinifikisha mimi kwenye vyombo vya sheria, wewe utakuwa kwenye hali mbaya zaidi kuliko mtu yoyote ule, na unalijua hilo. Kwa hivyo unatakiwa kunipatia ushirikiano tuweze kumdhibiti huyo mtoto asilete madhara kwetu. Kwa sababu akileta madhara kwangu, ameleta madhara kwako pia. Alikuwa anazungumza vile mzee Tabri. Nipatie muda kidogo nifikirie. Unataka kujifikiria kitu gani zaidi mzee Tido? Nataka kufikiria zaidi kwa sababu unajua fika kwenye huu mchezo mtu anatakiwa kuchagua upande sahihi. Na upande sahihi ambao wewe unatakiwa kuchagua ni kwangu mzee Tido. Hupaswi kabisa kujifikiria mara mbili. Alikuwa anazungumza vile mzee Tabri. Na kama wewe ndio ungekuwa upande sahihi, basi usingepiga simu kwa ajili ya kuomba msaada. Bwana mdogo aje anipigia simu kuniomba msaada,
lakini wewe umenipigia simu kwa ajili ya kuomba msaada. Alikuwa anazungumza vile mzee Tido. Wakati mzee Tabri Shajari anataka kuzungumza zaidi, mzee Tido alikata simu na kumwacha bwana Tabri Shajari akizungumza mwenyewe. Mambo yalikuwa yamebadilika sana. Sasa mzee Tabri alikuwa anatafuta msaada wa kujua ni wapi alipo bwana mdogo Nanga. Sasa alikuwa amebaki na vijana 4 tu, idadi ambayo inaweza kushuka muda wote tukio litakapotokea. Kwa sasa alipata wazo la kupiga simu mahali ili kusudi kupata msaada wa vijana ambao wanaweza kuja kuongeza nguvu kwenye kikosi chake kwenye kazi nzito ya kumsaka Nanga. Mzee Tabri alimpigia simu mzee mmoja ambaye alikuwa anamjua alikuwa na vijana walio vizuri kabisa kwenye kutimiza majukumu akipewa. Simu yake iliita kwa muda mrefu bila kupokelewa. Alikasirika sana. Alikuwa ameshatambua kwamba kwa sasa watu wanatambua kwamba yeye sio katibu mkuu wa wizara tena. Kwa hivyo alikuwa anamchukulia kawaida tu. Jambo hilo alikuwa analiona kwamba lilikuwa ni jambo baya sana kwake. Watu walikuwa wameshamtupa baada tu ya kupoteza cheo chake, na hawakuwa wanaogopa kabisa kumtazama na hata kumonyesha kwa vitendo. Akiwa anazidi kuwaza yote, mtu aliyempigia na simu yake kutokupokelewa akampigia simu. Cheche, mimi sihitaji kabisa kuzungumza mambo mengi kwa sababu muda wangu hauruhusu kabisa. Naomba nisaidie kuniazima vijana wako 5 tu wanisaidie kufanya kazi siku ya kesho. Mzee Tabri Shajari alikuwa anazungumza vile akionekana kwamba alikuwa na haraka. Mtu huyu ambaye alikuwa anaitwa Cheche alisikika alikuwa anacheka huko upande wa pili wa simu. Unacheka kitu gani sasa Cheche? Bwana Tajao, ukimpigia simu mtu baada ya kupita muda mrefu, unatakiwa kutanguliza kwanza salamu. Wewe unaanza tu na shida yako bila hata salamu. Lakini Cheche, kuna kitu gani ambacho ukijui kuhusu maisha yangu mpaka sasa? Unajua fika kabisa kwamba nimeshapoteza ofisi, na unajua wazi kabisa kwamba jeshi la polisi linanitafuta kwa sasa. Natakiwa kukusalimia ili kusudi nikuelekeze kitu gani? Tajao, wewe kupitia hayo yote hakutoshi wala hakuzui wewe kunipatia salamu. Unatakiwa kusalimia watu kabla hujaeleza shida yako mzee. Nisikilize Cheche, naomba nipatie jibu moja tu. Hao vijana na wapata ama sipati? Kama umeshindwa kabisa kunisalimia, basi tambua wazi kabisa kwamba vijana wangu hawawezi kusogeza pua zao kuja kwako. Na salamu huwezi kabisa kuipata Cheche. Ni bora nikose hao vijana wako kuliko kujieleza mbele yako juu ya vitu ambavyo tayari unavijua. Mambo yangu yatakapokaa sawa, basi simu yangu itakufikia. Dharau zangu ambazo umezionyesha leo zitakulipa kitu kizuri sana Cheche. Mzee Tabri alikuwa anazungumza vile maneno hayo akionekana wazi kabisa kwamba alikuwa na hasira kali. Alikata simu na kisha kurejea ndani akiwa siriazi. Aliwasisitiza vijana wake kuongeza nguvu ya kumtafuta Nanga, na yeye alikuwa anatoka kwenda kutafuta msaada baada ya nguvu kazi yake kupungua katika tukio la asubuhi ya leo. Mazungumzo ya bwana Tabri Shajari na mzee Tido yalisikika moja kwa moja katika simu ambayo ilikuwa mikononi mwa Nanga. Kazi nzuri ambayo alikuwa amefanya Mohamed Mandingo ilifanikisha mazungumzo hayo kusikika vizuri kabisa kwenye simu ambayo ilikuwa kwenye mkono wake, na kando alikuwepo FJK ambaye muda wote ambao mzee Tido alikuwa anasikika anazungumza kwenye simu alikuwa anatikisa kichwa tu. Walisikiliza simu hiyo mpaka mwisho ilipokata. Nanga alishusha pumzi ndefu na kuonyesha masikitiko makubwa. Na ni afadhali kabisa hajanisaliti kwenye hii simu hapa, kwa sababu ningeumbuka na sijui kabisa ningeweka wapi sura yangu. Alikuwa anazungumza vile Nanga, na huku alikuwa anafungua friji na kutoa soda ya kopo. Alifungua na kisha kuchukua glasi na kuweka vipande vya barafu kadhaa, na kisha akaimimina soda hiyo. Taratibu mkono ulikwenda kinywani, na huku alikuwa anamtazama FJK ambaye alikuwa anaonekana kufikiria jambo. Wakati tuko kule Kenya, nakumbuka nilikuambia kwamba mara baada ya kumaliza hii kazi nitamkabili mzee wako, lakini sasa unatakiwa kumkabili wewe mwenyewe.
Na umesikia vizuri kabisa namna vile ambavyo anasita kujibu. FJK alikuwa anazungumza vile kumwelekezea Nanga, ambaye aligiza kutabasamu mara baada ya kusikia maneno hayo. Usipoteze sana muda. Mfuate na kisha umweleze ukweli kabisa kwamba umeshajua kwamba na yeye alihusika kwa namna moja ama nyingine kwenye kuwapoteza maafisa wetu wa usalama wa taifa. Hupaswi kabisa kuwa na uoga katika hili. Yamepotea maisha ya watu wengi sana. Uoga uweke kando. Hata kama yule ni baba yako, unatakiwa kwenda kumweleza. Alikuwa anazungumza vile FJK. Ni kweli kabisa kama ambavyo anazungumza. Lakini sasa sidhani kama itakuwa ni busara kama nitamshambulia kwa maneno makali. Nitazungumza naye vizuri kama mzee wangu, na wewe hupaswi kabisa kuwa na wasiwasi. Adhabu anayostahili ataipata. Sawa, na kuamini sana ndugu yangu. Wewe unajua sana kuishi kwenye ahadi zako. Naamini kabisa kwamba hata hii itatimia. Alikuwa anazungumza vile FJK. Nanga hakujibu kitu. Aliweka kikombe mezani na kisha alielekea kwenye chumba kimoja wapo humo ndani. Kilikuwa na kitanda kidogo ambacho kilikuwa na godoro mfano wa ulimi. Aliona hilo ndilo eneo ambalo anaweza kupumzika baada ya tukio la kijasiri ambalo alikuwa amelifanya asubuhi ya siku hiyo katika maeneo ya stendi ya magari ya mwendo kasi. Wakati anakaa chini, Nanga alipiga kelele kuugulia maumivu ya mgongo ambayo alikuwa nayo. Kutoka Mbeya ambako Maruvi na Maboa alimtoa kwenye meza mpaka ikavunjika kabisa kwenye kioo, mpaka kwenye kituo cha mabasi ambako alionyesha ujasiri mkubwa wa kuruka kutokea kwenye gari ambalo lilikuwa kasi. Hiyo bado ilikuwa nampatia maumivu makali sana ya mgongo, na bado alikuwa na ujasiri wa kufanya hivyo. Mdogo wangu sijui tukio hili atakuwa ameliona huku aliko. Na kama kweli kabisa atakuwa ameliona tukio hili la leo asubuhi, basi atakuwa katika hali mbaya sana. Sitamani kabisa asumbuliwa na mawazo kuhusu mimi. Lakini sasa haya ndio majukumu yangu yenyewe. Alikuwa anazungumza pale Nanga, na huku alikuwa anagugumia kwa maumivu katika eneo la juu la bega lake, na huku alikuwa anatafuta namba kwenye simu yake. Aliipata namba ya simu ya Black Parker, na pale pale akampigia simu hiyo. Simu ilipokelewa na Black Parker ambaye alionekana kwamba alikuwa anaendesha gari upande wa pili wa simu. Mkuu amenibadilikia kwenye mambo mengi sana. Kwa hivyo nimechukua maamuzi ya kutoroka pamoja na mtoto. Tunaelekea Arusha sasa hivi. Na mambo yatakapokaa sawa, basi utanitafuta nimlete mtoto utakapokuwa. Kuendelea kuwa chini ya mzee, naona wazi kabisa kwamba haiwezi kuwa salama. Kasema kwamba hawezi kukupatia mtoto mpaka pale utakapompatia kiasi cha pesa kutokea kwenye pesa zako ambazo ulipata baada ya kuuza mzigo wa dawa za kulevya. Najua kwamba ugomvi unaweza kuwa ni mkubwa sana kati yenu. Kwa hivyo mtoto inatakiwa akae mbali kabisa na nyie. Sauti ya Black Parker ilikuwa nasikika kwenye simu kutokea huko upande wa pili wa simu, na kumfanya Nanga kuinuka ghafla pale ambapo alikuwa amekaa. Zilikuwa ni taarifa mpya kabisa za kumshtua. Aliinuka kwenye kitanda kidogo ambacho alikuwa amekuja kupumzika. Alisogea dirishani ili kusudi kuzungumza vizuri na hiyo simu. Na una uhakika kwamba huku ambako unaelekea na mdogo wangu ni salama? Nanga alikuwa anauliza pale swali hilo, na huku alikuwa serious sana. Ndio Nanga, ni sehemu salama kabisa. Na nina uhakika wa 100%, hata mkuu hawezi kabisa kupagundua akiwa rais. Sawa. Kitu cha muhimu zaidi na usalama wenu. Kuhusu huyo mzee, mimi nakwenda kuzungumza naye muda huu. Nataka azungumze hivyo mbele ya macho yangu. Eneo lolote ukihisi hatari, basi usisite kunipatia taarifa mapema. Nakuomba sana unitunzie huyo binti, kwa sababu yeye ndio sababu pekee ya mimi kuifanya hii kazi. Alikuwa anazungumza vile Nanga, na kisha alikata simu baada ya kumaliza mazungumzo na Black Parker. Akarejea tena kwenye kitanda na kisha akalala. Mgongo wake ulikuwa na maumivu makali sana. Heka za siku 2 zilikuwa nzito, na ilikuwa ni ngumu sana kumwambia mtu kwamba alikuwa Mbeya
na sasa alikuwa Dar es Salaam kwenye matukio makubwa yote mawili. Lakini Nanga alifanya hivyo, na hiyo yote ilikuwa ni kwa sababu ya mapenzi yake kwa usalama wa maafisa wenzake ambao walikuwa wanapoteza maisha bila kujua chochote ambacho kilikuwa nyuma ya pazia. Na wahusika walikuwa ni watu wawili, Mzee Tabri Shajari pamoja na Mzee Tido, ndio walikuwa nawapatia kazi za hatari maafisa wa usalama wa taifa na kujikuta wanapoteza maisha. Tukielekea tena upande wa pili, tuje hapa Salmini Supermarket. Ni asubuhi ya mapema kabisa ndani ya jiji la Dar es Salaam. Heka za watu kuwahi makazini, vibaruani na kwenye biashara zao zilikuwa zinaendelea kama kawaida ya jiji hili. Mzee Tido alikuwa ndani ya Salmini Supermarket akiwa na binti yake mdogo ambaye anaitwa Sia. Binti huyo ndio aliyetaka baba yake ampeleke supermarket ya asubuhi ya leo kabla hajaelekea shuleni. Watoto hawakuwapata uzeeni namna wanavyodekezwa. Basi Mzee Tido hakuwa na jinsi zaidi ya kukubali tu ombi la binti yake. Alizunguka naye ndani ya supermarket hiyo wakinunua vitu kwa muda wa masaa mawili. Alipopata vitu ambavyo alikuwa anavihitaji, walisogea sehemu ya malipo. Mlinzi alimulika bidhaa zote na kisha kutoka nazo nje. Mzee Tido alisogea ili kusudi kuchanja kadi yake ambayo ingelipa vitu hivyo vyote. Na wakati anapeleka kadi kwenye mashine ya malipo, alishangaa sana kuviona viganja vya mikono ya mtu ambavyo alikuwa anavifahamu vikiwa mezani. Akanyanyua macho yake kumtazama usoni. Alishangaa sana na kujikuta alikuwa anaogopa. Akarejea nyuma hatua mbili, na huku alikuwa anajipapasa kiunoni kuona kama anaweza kuchukua bastola yake haraka. Lakini sasa alishangaa tena kutoiona bastola yake. Alikumbuka kuna wakati alishukua nyanya ya kopo katika shelfu ambalo lilikuwa juu kidogo, na kuna mfanyakazi wa supermarket alipita karibu yake. Akajikuta alikuwa na tabasamu na kutikisa kichwa chake mara baada ya kugundua kwamba muda huo ndio aliyoipoteza silaha yake. Umezeeka sana mzee wangu. Sauti nzito ya Nanga ilisikika kwenye masikio yake Mzee Tido, na yeye aliitikia kwa kutikisa kichwa pia. Ni kweli kabisa umri wake ulikuwa umekwenda sana, na uzembe wa kuto kukusudia ulikuwa umemtokea. Mtu aliweza kuchukua silaha yake kiunoni mwake, na yeye hakuwa na chochote ambacho alikuwa amejua. Kwa hivyo ni wazi kabisa kwamba uzee ulikuwa unamzidia hivi sasa. Umejuaje kama niko hapa? Ni swali la kupoteza muda hilo mzee. Muda upo. Ndio kwanza ni asubuhi. Ni mazungumzo ya kupoteza muda hayo mzee. Okay sawa. Basi niambie ni kitu gani ambacho kimefanya ukanifuatilia kimya kimya mpaka hapa supermarket? Kilichofanya nije hapa mzee ni kutaka kujua una mpango gani na mimi pale ambapo nitakapomaliza kupambana na Tajao. Likizo yako ya mwaka mmoja iko pale pale, na uzuri mdogo wako yuko, nafikiri kwamba utafurahia zaidi. Jibu lako litafanya tukesha tukiuliza na hapa kama ni kweli ama sio kweli. Na mwaisha mtoto wangu shule sasa Nanga. Nafikiri kwamba tunaweza kuzungumza wakati mwingine. Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kukuuliza swali hilo tu. Lakini jibu nimeshakupatia tayari Nanga. Kama hujaridhika na jibu langu basi utanitafuta wakati mwingine tuzungumze. Na ni bora kama ungenieleza ukweli mzee, kwa sababu unaweza usipate tena muda wa kuzungumza na mimi. Wewe bado ni mtoto mdogo sana Nanga. Kufungua mdomo wako kuniambia maneno kama hayo mimi haiwezi kabisa kuwa sawa. Na leo nasema kabisa kwamba iwe mwanzo na mwisho kuniongelea kauli ya dharau kama hiyo. Alikuwa anazungumza pale Mzee Tido, na huku alikuwa anamnyoshia kidole Nanga. Aligeuka na kwa hatua ndefu aliondoka ndani ya hiyo supermarket. Mhudumu ambaye alikuwa amesimama mlangoni alimfungulia mlango na kisha akapita, na huku alikuwa na Sonya. Hatua tatu tu zilimtosha kurudishwa ndani na msukumo wa bomu ambalo hili lililipuka na kulisambaratisha gari pekee ambalo hilo lilikuwa katika eneo la maegesho. Vioo vyote vya eneo la mbele ya supermarket vilivunjika na kumfunika Mzee Tido na yule mhudumu ambaye alikuwa anamfungulia mlango. Ndani ya sekunde 5 tu Mzee Tido akajikaza mwili wake na kunyanyuka ili kusudi kuona kama gari ambalo lilikuwa linamalizia kuwaka moto lilikuwa ni la kwake.
Ni kweli kabisa lilikuwa ni gari lake. Mzee Tido alikuwa anataka kunyanyuka, lakini alikuwa anashindwa baada ya kugundua mguu wake wa kulia ulikuwa umevunjika na mfupa ulikuwa umetoka nje ya ngozi kabisa. Alipiga kelele za maumivu makali ambayo alikuwa anahisi hapo. Alianza kutambaa juu ya vioo kutoka nje kulifuata gari hilo. Kumbukumbu za binti yake kuwa ndani ya gari hilo zilikuwa zinamfanya shindwe kabisa kubakia hapo. Maumivu ya kuvunjika kwa mguu na kutokwa na damu puani hayakufikia hata robo ya maumivu ambayo alikuwa nayo katika moyo wake kutokana na kumpoteza binti yake kipenzi kabisa Sia. Mzee Tido alijivuta, na huku alikuwa anahitajiana na binti yake ambaye alikuwa anajua kabisa kwamba huko ndani ya gari alikuwa hajapona. Bomu ambalo lilikuwa limetegwa kwenye gari la Mzee Tido lilionekana kwamba lilikuwa ni zito sana, na kama kungekuwa na magari mengine kando yake, basi mlipuko ungekuwa ni mkubwa zaidi. Gari liliteketea mbele ya macho yake Mzee Tido pamoja na watu wengine ambao walikuwa wanashuhudia tukio hilo la kutisha. Mguu wa mtoto wa kike ukiwa na soksi ndefu na kiatu cha shule ulionekana mita kama 10 kutokea pale ambapo lilikuwepo gari. Mzee Tido alizimia pale pale chini ambapo alikuwa amelala mara baada ya kuona mguu huo wa binti yake Sia. Ulikuwa ni wakati huu alishindwa kabisa kuvumilia maumivu ya kukiona kiungo cha mwili cha mtoto wake kilikuwa mbali kabisa na pale. Nanga pamoja na mhudumu mwingine wa supermarket hiyo walijificha katika eneo la chini nyuma ya keshia. Nanga alikuwa ndio mtu wa kwanza kabisa kuinuka kutoka pale chini. Aliruka na kutoa katika upande wa pili. Kwa kasi alitoka nje ili kusudi kuona kama wahusika walikuwa hapo. Kwa mbali alimuona dereva kwenye gari jeupe alikuwa anashusha kofia yake, na kwa kasi alikimbia kulifuata gari hilo, lakini miguu yake haikuwa na uwezo wa kushindana na mashine hiyo. Bila kupoteza muda alianza kutazama huko na kule kuona kama eneo hilo kuna duka lililokuwa na kamera za ulinzi katika eneo la nje karibia na barabara hiyo. Bahati nzuri sana aliona duka moja kubwa la simu lilikuwa na kamera 2 za nje. Alikimbilia ndani ya duka hilo na kisha kuwakuta watu wawili. Mmoja alikuwa anafanya usafi na mwingine alikuwa anavaa sare za kazi za duka hilo. Nanga alichukua kitambulisho chake na kisha kumonyesha mtu huyo. "Tafadhali sana, nahitaji msaada kutokea kwenye kamera zako za ulinzi." Alikuwa anazungumza vile Nanga, na huku alikuwa anamonyesha kitambulisho huyo mtu. Dogo alikuwa mepesi. Alichukua bastora na kisha kumnyoshia Nanga. Kwa sauti ya ukali alimwambia Nanga atoke nje ya duka hilo, akihisi kwamba huyo mtu alikuwa ni mwizi, na hapo alikuwa anataka kutumia upenyo wa tukio la mlipuko kuiba vitu kwenye duka hilo. Nanga alikuwa na haraka. Aliubetua mkono wa huyo kijana uliokuwa na bastora. Risasi ikatungwa taa moja ya dukani. Alimshika kwa pani na kisha kumvuta na kumzima kwa kichwa kimoja tu kizito. Mfanyakazi wa usafi alibaki alikuwa meganda, asiamini kabisa kile kitu ambacho alikuwa nakiona. Eti huyu mtu alikuwa amefanya hayo ndani ya sekunde 0 tu. "Samahani, kuna mtu anahitaji kumwona hapa mara moja. Huyu rafiki yako ataamka mara baada ya muda kidogo." Alikuwa anazungumza vile Nanga kumwelekezea yule binti ambaye alikuwa anafanya usafi, na binti huyo aliitikia kwa kutikisa kichwa chake kukubali. Nanga alikaa kwenye kompyuta ambayo ilikuwa inaonyesha picha kutokea nje. Alitafuta video za masaa mawili aliyopita akazipata. Hapo aliona ile gari ilikuwa nafika, na dereva yule ambaye alikuwa anamuona alikuwa anashusha kofia yake ili kusudi Nanga asimuone. Alionekana kwenye kamera za ulinzi akiwa kwenye gari hiyo. Upande wa pili wa gari hilo alishuka mwanaume mrefu mwenye mwili mpana na alikuwa na asili ya Kiarabu. Nanga alimfahamu vizuri kabisa huyo Mwarabu. Alikuwa ni Mahamudi Sailas, mtu wa Tajao. Na kufika kwake hapo ilikuwa ni wazi kabisa kwamba walikuwa katika kazi ambayo alikuwa ametumwa na Bwana Tabri Shajari. Nanga alichukua video hiyo ili kusudi ije kumsaidia huko mbeleni. Haraka alitoka kwenye duka hilo, na nje askari polisi na jeshi la zimamoto na uokoaji walikuwa wameshafika. Nanga hakuweza kabisa kusogea tena kwenye eneo hilo. Kwa mbali aliona madaktari walikuwa na mbeba Mzee Tido, na mhudumu yule ambaye alikuwa amepata madhara vile naye alikuwa nabebwa. Najua kabisa kwamba huyo mzee atakapoamka ataamini kwamba mimi ndiye ambaye ninahusika na hili shambulio la bomu. Bila kumonyesha hizo video hapa, itakuwa ni kazi ngumu sana kumwaminisha kwamba sio mimi.
Sasa wakati wa kuingia mtaani kumtafuta huyo mpuuzi ni sasa, kwa sababu haya matukio anayoyafanya yanatisha sana. Alikuwa anazungumza pale Nanga, na huku alikuwa anawatazama askari ambao walikuwa wanapambana kufanya kazi yao katika eneo la tukio. Mohamed Mandingo pamoja na FJK walifika muda huo wakiwa kwenye gari. Walishangaa kumkuta Nanga kando ya barabara upande wa pili wa supermarket hiyo. Nanga aliingia kwenye mlango wa nyuma wa gari hiyo. FJK aliondoa gari, na huku wawili hao walikuwa na maswali mengi ya kumuuliza mwenzao, ambaye sasa alikuwa anaonyesha wazi kabisa kwamba hayupo sawa. Tukielekea tena upande wa pili, katika maficho ya Tajao kulikuwa na shangwe, na walikuwa wanapongezana kwa kazi nzuri ambayo ilikuwa imefanywa na watu watatu: Kevin Londo, Mahmoud Silas pamoja na Irene Donald. Hawa ndio walikuwa wamefanya shambulio la kushtukiza ambalo wao walikuwa naona kwamba lilikuwa na faida kubwa sana kwao. Na hapo sasa tumeua ndege wawili kwa jiwe moja. Mfuga mbwa pamoja na mbwa wake watang'atana wenyewe kwa wenyewe, wakiona kwamba wanataka kuuana. Hivi sasa tunahitaji tukio moja kubwa la kuitisha nchi, na tukio hilo litatupatia heshima kubwa sana sisi. Mara baada ya kumaliza tukio hilo tutaelekea nchini Rwanda. Kuna rafiki yangu yuko tayari kutupatia hifadhi kwa muda wote ambao tutakuwa tunajipanga kurejea tena upya mchezoni. Nakubali sana nilitereza kuwaruhusu muende mapumzikoni kwa muda mrefu. Binadamu anapokosa changamoto katika maisha yake ni rahisi sana kuangushwa. Imetotokea hivi sasa, lakini naamini kabisa kwamba wakati ujao tutakuwa imara zaidi ya vile ambavyo tuko safari hii. Tutafanya tukio hili kwa ajili ya kuwaenzi ndugu zetu wawili ambao hatuko nao hivi sasa, ambao ni Marvin Maboa pamoja na Kisi Gavin. Huko aliko Bwana Marvin Maboa apumzike kwa amani, na ni lazima tu anatutazama, na tutafanya kila kitu kwa ajili yake. Hata Kisi Gavin nyuma ya nondo huko Kenya, lazima tu anatutazama tunafanya kitu gani kwa ajili yake. Kila mmoja lazima awe na uchungu ndani yake na ajipange kutoa asilimia zake zote 100 katika mpango wetu ambao unafuata. Mpango huo utakuwa ni mkubwa sana kuliko mipango yote ambayo tumewahi kufanya huko nyuma. Alikuwa anazungumza pale mzee Tabrisha Jari kwa utulivu mkubwa sana. Vijana wake walitulia kumsikiliza kwa makini. Mara baada ya kulipua gari la mzee Tido kwenye eneo ambalo Nanga alikuwa amejitokeza kwa kushtukiza, hawakutaka tena kumwaza Nanga. Walikuwa najua kabisa kwamba walikuwa wameshamchomia kibanda kwa mkubwa wake mzee Tido, na itakuwa ni ngumu sana kwa Nanga kumwelezea mzee Tido kwamba yeye alikuwa ahusike na kumtegea bomu ili kusudi amuue, isipokuwa tu pale atakapokuwa na ushahidi wa wale ambao wamefanya tukio hilo. Na tukielekea Rwanda tutajiandaa na kitu gani? Kevin Londo alikuwa anauliza pale swali, akionekana wazi kabisa kwamba alikuwa na shauku ya kutaka kujua ni kitu gani ambacho kitawafanya waweke kambi kwenye nchi hiyo ya Rwanda ambayo ilikuwa ndio nyumbani kwao. Alikuwa amekimbia nchi hiyo kwa muda mrefu sana kutoka mpango wao wa kumuua rais walipofeli. Leo mara baada ya mambo kuwa magumu hapa nchini Tanzania, anapewa taarifa kwamba watakimbilia Rwanda kujificha kwa muda. Ni mapema sana kusema tutajiandaa na nini, lakini mpango wa kwanza kabisa itakuwa ni kummaliza Mheshimiwa Rais Omar Bamume pale ambapo atakapotoka tu madarakani. Kujifanya kwa kijasiri na kuniondoa mimi kwenye kiti ambacho nilikuwa nimekalia kwa muda mrefu kunatakiwa kulipwa kwa kumuondoa kabisa hapa duniani. Hivi sasa nafikiri kwamba ni ngumu sana kumfikia kwa sababu ana ulinzi mkali sana. Lakini pale atakapoondoka tu madarakani, uwezo wa kumfikia na kisha kummaliza tutakuwa nao. Kwa sasa mawazo yote tuelekeze kwenye mpango ambao ako nao Irene Donald hapa. Hiyo mipango ya miaka 2 ijayo tusiguse kwanza kwa sasa. Alikuwa anajibu vile mzee Tabrishaji alikujibu swali la Kevin Londo kwa mapana. Muulizaji alilikubali jibu hilo, na sasa macho na masikio yao yalikuwa kwa Irene Donald ambaye alikuwa na mpango wa tukio kubwa jingine ambalo walipanga kulifanya ili kusudi kuzidi kuwatisha Watanzania. Mzee Tabrishaji alikuwa anataka kuwaonyesha watu kwamba sio cheo chake kwenye Wizara ya Ulinzi
ambacho ndio kilikuwa kinafanya kundi la Tajau kuwa hatarishi. Lakini hata sasa ambapo sio tena katibu mkuu wa wizara, bado alikuwa anaweza kuwa hatari vile vile. Tukielekea tena upande wa pili, baada ya vikao vingi vya Baraza la Usalama la Taifa, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Omar Bamume alimuita Ikulu Waziri wa Ulinzi Jenerali Sara Michael Constantine na kwamba wakae kikao cha masaa mawili. Mazungumzo ya wawili hawa yalifanyika kwenye ofisi ya Rais ili kusudi kutunza siri ya kikao hicho. Mheshimiwa Rais Bamume alikuwa na maswali magumu kwa Waziri wa Ulinzi juu ya hatua ambazo alikuwa amechukua dhidi ya huyo mtu kutoka lilipotokea tukio la kuwaua askari ambao walikuwa wanajaribu kumzuia barabarani. Kazi nilimpatia mkuu wa jeshi la polisi IGP Mheshimiwa Rais. Kwa maelezo ya barua rasmi ambayo alileta ofisini kwangu, alieleza kwamba wameunda kikosi kazi ambacho kilikuwa na askari wenye uwezo mkubwa na tayari kikosi kimeanza kumtafuta huyo mtu. Lakini pia wameunda timu ya upelelezi na uchunguzi ambayo inaendelea na kazi ya kuchunguza makosa yote ambayo katibu aliyafanya alipokuwa kazini. Tafadhali sana Mheshimiwa Rais, nakuomba sana utaongezee muda kidogo kwa ajili ya kufuatilia jambo hili. Matunda ya juhudi ambazo zinafanywa na jeshi la polisi utayaona muda so mrefu Mheshimiwa Rais. Alikuwa anazungumza pale Waziri wa Ulinzi kwa umakini kabisa mbele ya Mheshimiwa Rais. Maelezo yalikuwa yamejitosheleza, lakini Mheshimiwa Rais hakuridhika kabisa na maelezo hayo. Lakini siku zinakwenda Mheshimiwa Waziri, na damu zinazidi kumwagika. Na tena damu zinamwagika hapa Dar es Salaam ambapo nyinyi ndio mpo. Vipi kama huyu mtu atakwenda vijijini na kutekeleza mauaji? Ni jambo gani litatokea huko? Naelewa vizuri kabisa kile ambacho anazungumza Mheshimiwa Rais, lakini tunaomba utaongeze muda. Vijana hawalali, wanafanya kazi usiku na mchana. Na kama utakuwa na nafasi, basi unaweza kutembelea kwenye ofisi zao ukaona namna vile ambavyo wako biza kufanya kazi usiku na mchana Mheshimiwa Rais. Kusema ukweli kabisa ni kama unanishanganya Mheshimiwa Waziri. Kama vijana wako wangekuwa biza kama ambavyo nazungumza hapa, basi taifa lisingepata msiba mkubwa sana kama ule wa jana. Ubiza wao upo katika kitu gani? Na leo asubuhi mmesikia ni kitu gani ambacho kimetokea? Ninazo taarifa hizo Mheshimiwa Rais. Mzee Tido la toka na ngombe maarufu kama Mzee Tido kupona kwenye jaribio la mlipuko wa bomu ambalo lilikuwa limetokea akiwa katika supermarket, lakini amempoteza binti yake na mlisi wake pia. Vijana pia wanafuatilia kwa ukaribu mkubwa sana tukio hilo Mheshimiwa Rais, na kuomba sana imani yako kwetu iendelee kuwa kama ambavyo ilikuwa hapo mwanzo, kwa sababu tutafanikisha upelelezi wa matukio hayo. Ni jambo la muda tu Mheshimiwa Rais. Jasho la vijana wetu haliwezi kabisa kwenda bure. Alikuwa na bahati sana kwa kuchelewa kuingia kwenye gari yake. La sivyo mpaka muda huu ambao tunazungumza, basi mimi na wewe tungekuwa katika msiba wa Mzee Tido. Kama mtu muhimu kabisa kwa taifa letu kama huyu anashambuliwa namna kama hii, inamaanisha kwamba huyu mtu anaweza kunishambulia hata mimi rais, ama hata wewe hapo. Ndani ya siku mbili tu watu karibia 51 wamepoteza maisha. Unataka kunieleza kwamba kuna chochote ambacho mnaweza mkafanya ili kusudi kuzuia tukio ambalo linaweza kutokea kesho? Mheshimiwa Rais Omar Bamume alikuwa anazidi kumuuliza vile maswali magumu Waziri wa Ulinzi, na hilo lilikuwa ni swali gumu sana kujitetea, kwa sababu alikuwa amesema kwamba vijana walikuwa nafanya juhudi, lakini sasa tayari maisha ya watu 51 yalikuwa mikatishwa bila jitihada zozote za kufanya uchunguzi na kujua ni nani alikuwa anahusika. Nenda ukazime kompyuta zote ambazo zinafanya kazi kwenye ofisi zao. Waambie kila mtu arejea katika majukumu yake ya kawaida. Hatuwezi kabisa kuendelea kutegemea uwezo wao mdogo na tukaendelea kupoteza maisha ya watu namna kama hii. Waambie kila mmoja arejea katika kituo chake cha kazi haraka sana, na unaweza kuendelea na majukumu yako. Mheshimiwa Rais Omar Bamume alikuwa anazungumza vile kauli ambayo ilikuwa na mamlaka. Waziri wa Ulinzi Jenerali Sara Michael Constantine alisimama na kisha alipiga saluti na kisha aligeuka na kuondoka.
Kauli ya Mheshimiwa Rais ilikuwa na maana akae kando. Kazi ya kumtafuta katibu mkuu wa zamani wa Wizara ya Ulinzi Bwana Tabarishaji Ali Onyedika ilikuwa na kwenda katika mikono ya mtu mwingine, na yeye alikuwa amefutwa kazi. Mara baada ya kuondoka kwa waziri huyo wa ulinzi, Rais Omar Bamume alikuwa anahitaji kubaki peke yake ndani ya chumba hicho. Wote ambao walikuwa ndani ya chumba walitoka kumwacha rais peke yake. Alichukua simu na kisha kumpigia mtu. Sauti kutoka upande wa pili ilisikika ikiwa inazungumza moja kwa moja bila hata salamu. Nimesubiri simu yako kwa muda mrefu sana Mheshimiwa Rais. Nilikuwa nataka kupata taarifa. Tajao wana mpango wa kummaliza kabisa mmoja kati ya mawaziri wako usiku wa leo. Na kwa taarifa za mwanzo ambazo niko nazo ni kwamba tukio hilo limepangwa kufanyika hapa hapa Dar es Salaam. Kwa hivyo unaweza kuwapatia taarifa mawaziri wako usiku wa leo wabaki ndani ya uzio wa nyumba zao, kwa sababu ni hatari sana kwao kutoka nje. Ama jambo zuri zaidi ni kwamba itisha kikao cha baraza la mawaziri. Fanya kikao na mawaziri mpaka asubuhi. Najua kabisa kwamba hapo tutakuwa tumewavuruga mipango yao yote kwa asilimia zote. Alikuwa anazungumza vile jamaa huyo kutoka upande wa pili wa simu. Popote utakapomwona basi muue. Alikuwa anazungumza vile Mheshimiwa Rais Omar Bamume kumwelekezea huyo mtu, na kisha simu ilikatwa. Rais akalegeza tai yake na kuiweka simu kwenye meza. Alikuwa ameshatoa amri kwamba huyo mtu auawe. Hakutaka tena kumwona wala kusikia kama yuko hai. Kama anaua wenzake kama hivi, basi hata yeye alikuwa anatakiwa kufa vile vile. Kwa sasa kazi ilikuwa mikononi mwa huyo mtu ambaye rais alikuwa anamwamini sana. Maswali ambayo tunajiuliza hapa ni kwamba je, huyo mtu alikuwa ni nani? Na ni kwa nini Mheshimiwa Rais alikuwa anamwamini sana kiasi kama hicho? Taarifa za kundi la Tajao kwamba lina mpango wa kumuua mmoja kati ya mawaziri wa serikali ya Rais Omar Bamume zilikuwa ni taarifa mbaya, na zilikuja kwenye muda ambao tayari rais alikuwa amemaliza kufanya vikao viwili ndani ya siku moja. Mheshimiwa Rais Omar Bamume hakutaka kuwastua mawaziri wake. Alichofanya ni kuwatumia ujumbe mfupi wa kimaandishi. Katika kipindi hiki ambacho vyombo vya usalama na ulinzi vinapambana kuirudisha hali kuwa salama, na waomba mwe watulivu majumbani kwenu, na pia kama kuna mtu yoyote atatoka, basi azingatie kuwa na ulinzi wa kutosha. Na mwisho kabisa na wakumbusha kwamba kila mmoja wenu anatakiwa kuhudhuria kuagwa kwa miili ya watu waliouawa kwenye shambulio la jana. Alikuwa anaandika vile meseji Mheshimiwa Rais. Aliisoma mara mbili hiyo meseji, na kisha akaituma kwenda kwa mawaziri wake wote. Alikuwa anaamini kabisa kwamba meseji hiyo inatosha kabisa kuwasha taa ya hatari kwenye kichwa cha kila mmoja ambaye ataisoma na kisha kuitafakari. Alimuita msaidizi wake na kisha kumwambia kwamba atoe taarifa kwa wahusika. Mheshimiwa Rais alikuwa anataka kwenda hospitali kumwona mzee Tido, ambaye taarifa zilisema kwamba alikuwa tabani baada ya kupata majeraha na kupoteza kabisa fahamu. Tukielekea tena huko upande wa pili, Nanga, FJK pamoja na Mohamed Bandingo walikuwa wanachunguza kwa ukaribu ratiba ya kila waziri. Ilikuwa ni kazi ngumu sana ambayo ilichukua zaidi ya masaa 3 bila mafanikio yoyote yale. Mawaziri 9 walikuwa ndani ya jiji la Dar es Salaam. Kwa hivyo kumjua yupi ambaye alikuwa amesukiwa mpango kwa ajili ya kuuawa ilikuwa ni kazi ngumu sana. Ama itakuwa ni nje kabisa ya jiji? Alikuwa anauliza vile swali FJK, na huku alikuwa anafungwa vifungo vya shati lake. Nanga alitikisa kichwa na kukataa wazo hilo. Haiwezekani kabisa ikawa nje ya jiji, kwa sababu jeshi limefunga njia zote ambazo zinatoka nje ya jiji, na ukaguzi ni mkali sana kwenye kila mpaka wa jiji hili. Alikuwa anazungumza vile Nanga. Msikilizaji, kilichoendelea hapa tukutane nacho katika sehemu ijayo. Itakuwa ni sehemu ya pili ya msimu huu wa pili wa Chanzo ni Damu Yangu, na sehemu hiyo ndio itakuwa ni sehemu ya mwisho kabisa katika msimu huu wa pili. Tafsiri yake ni kwamba msimu huu wa pili una episodi 2 tu basi. Episodi ya kwanza
pamoja na episodi ya pili. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea Simulizi Mixi.